Na wasalimu mfalme wa Mungu, uendelee kujidhihirisha katika kila kiumbe. Nataka kuzungumzia neno ambalo limekuwa ni tatizo kubwa katika hii dunia. Katika hii dunia tangu tulipoletwa katika hii dunia na Mungu, vile wengi wetu tunafahamu, kuna mambo ambayo wale watu ambao tumeokoka tunaamini ya kwamba Mungu ni muweza wa mambo yote. Tunaamini ya kwamba Mungu akiwa upande wetu, hakuna kitu chochote kinaweza kutushinda. Haya ni baadhi ya vitu ambavyo watu ambao tumeokoka tunaweza kuamini. Tunaamini ya kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Tunaamini ya kwamba Mungu ndiye muumba wa kila kitu. Tunaamini ya kwamba Mungu tukiwa naye hatuwezi kushindwa, kama Mungu amesema ya kwamba tutashindwa kulingana na mapenzi yake. Lakini kuna jambo hapa ambalo limekuwa ni shida kubwa tangu uumbaji. Jambo ambalo linaitwa uadui wa wanadamu. Yaani uadui katika wanadamu. Yaani mwanadamu mwenzako anaona ya kwamba wewe unaweza kummaliza, yaani unaweza kufanya kitu katika maisha yake ambacho kinaweza tatiza mipango za Mungu. Hili ni jambo ambalo limekuwa kubwa sana hata katika dini na limeleta changamoto kubwa sana katika maisha. Ingawaje tunasoma Biblia na tunasoma maandiko kila siku ambayo yanatuhimiza yakituambia kwamba Mungu ni muweza wa yote, akiwa pamoja na sisi kila jambo litakuwa shwari. Tunasoma tukipata ya kwamba kama Mungu angekuwa upande wetu, maadui wangetumaliza. Sasa inamaanisha ya kwamba Mungu hakujua kila kitu. Kuna mambo ambayo tunasema ya kwamba Mungu mwenyewe anasema ya kwamba akiwa upande wetu, ni kitu gani ambacho kikaweza kututenga na Mungu? Unajua kuna mambo mengi sana katika Biblia ambayo siwezi kuzungumza nikamaliza. Lakini hayo ni mambo ambayo wengi tulio katika imani tumeweza kufanya nini? Tumeweza kuyaelewa. Na tukafahamu ya kwamba kweli kuna mambo katika Injili ambayo tunafaa kushughulikia. Sasa hapa kuna swali ambalo nataka kushughulikia. Swali ambalo linazungumzia kwamba je, mwanadamu huyu ambaye ameumbwa na Mungu, na tumeambiwa kwamba huyu mwanadamu hakuna kitu chochote chini ya jua kinaweza kikamfanya ashindwe, kinaweza kutatiza mipango za Mungu ambazo aliweka katika maisha ya hiki kiumbe ambacho kinaitwa mwanadamu. Lakini inafika mahali sisi wanadamu wenyewe tunaona ya kwamba hapana, hilo neno ambalo Mungu ametuambia kwamba anaweza yote, akiwa upande wetu hakuna kitu kinaweza kikatushinda, inafika mahali hata tunashuku hilo neno kwa sababu ya mawazo na misukumo ya dunia na mambo mengine ambayo yanatokea katika maisha, na kufanya watu kuwachanganya, na hata kufika mahali watu wanakataa maandiko ambayo waliamini. Kwa sababu katika hii dunia lazima tumalize hili jambo. Hatuwezi kuendelea kukaa katika uongo miaka nenda miaka rudi. Kama Mungu anaweza mambo yote, akiwa upande wetu hakuna kitu kingine kinaweza kufanya kitu yoyote kutatiza mipango ya Mungu. Kama huyu Mungu inasemekana kama angekuwa upande yetu, hata sisi hatungeweza kuishi, hatungekuwa vile tulivyo. Hizo ni sifa ambazo tunazipata kutokana na Mungu. Lakini inafika aje wanadamu tunaona kwamba mwanadamu mwenzako ambaye hakukuumba, hiyo ndio kitu cha kwanza, amefika mahali ako na uwezo wa kukumaliza. Amefika mahali amekuwa Mungu katika maisha yako. Unamuona ya kwamba huyo mwanadamu
ako na uwezo fulani wa uchawi, wa uganga, ako na nguvu fulani, anaweza akakumaliza. Na wewe ndio unatuambia kwamba kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Wewe ndio unatueleza ya kwamba Mungu akiwa upande yetu tusikuweko na shida yoyote. Wewe ndio unatueleza ya kwamba hakuna kitu kinaweza kukutenga na kubadilisha mipango za Mungu katika maisha yako. Haya yote ni maandiko, hatuwezi kusoma yote tukamaliza, na hata kuna mengi na mengi zaidi ambayo kila mtu aliyeokoka na hata yule ambaye hajaokoka anajua, ambayo yanaonyesha ya kwamba mwanadamu hana uwezo wowote wa kukumaliza, ama kwa njia nyingine mwanadamu hana uwezo wowote, mwanadamu hana uwezo wowote yeye mwenyewe kuongeza kitu na kuondoa kitu kwa maisha yako, kulingana na zile mistari ambazo wengine wetu tumezisoma katika maandiko, ambao tunaamini ya kwamba ndio pumzi, ndio Mungu mwenyewe. Lakini tutaendeleaje kukaa katika hii dunia tukiona ya kwamba mwanadamu ako na nguvu kuliko aliyetuumba, mpaka tunafika mahali hata wengine hatuwezi salamia watu kwa barabara. Tunafika mahali hata wengine tunaanza kujitenga na watu wengine, hata hataki tuende kwa hao watu, kwa sababu tunaona ya kwamba kweli hao watu ni hatari hata kuliko Mungu, watatumaliza. Kuna mambo hapa lazima tumalize. Mwanadamu ambaye hakukuumba, hata wewe mwenyewe unajua, mwanadamu ambayo katika kitabu cha Yeremia Mungu anasema yeye ndiye alikuumba, ako na mipango zako zote. Inafika aje saa hii huyu mwanadamu mwenye hakukuumba, mwenye hana mpango yoyote ya maisha yako, anakuwa tisho kuliko ule aliyekuumba? Hapo ndio shida iko. Tukitoka nje tunasema Mungu anaweza, tunaambia watu, tunawatia moyo, hakuna kitu ambacho hakiwezekani na Mungu, hakuna chochote ambacho kinamshinda. Tunaelezea watu ukuu wa Mungu, na tunaeleza kweli ndiye aliyotuumba, ndiye anayejua mipango zetu, ako na hesabu ya nywele yetu yote, ametuandika katika kiganja chake. Tunaelezea watu ya kwamba kweli tukiwa na huyu Mungu, kuanzia mbinguni malaika hawawezi, tukuja hapa dunia serikali haiwezi, tushuke chini kuzimu, mahali inasemekana ya kwamba shetani na malaika wake walio hasi wako usijui na nani, wa Freemason na Illuminati wote wanakaa pale, waganga sijui na wachafu, kila takataka zote chafu zinakaa hapo chini. Biblia inatuambia ya kwamba akiwa upande yetu malaika mbinguni hawawezi. Ndio maana Paulo akasema injili ambayo ninawahubiria, hata malaika wakitoka mbinguni watake kuibadilisha, msikubali. Malaika ambao ni vyombo ambavyo wanadamu wanavipatia heshima. Hata wengine tunafika mahali tunataka kuabudu malaika, lakini malaika wenyewe wanasema ya kwamba sisi na wao ni watumishi wa Mungu. Unaona? Hata Yohana alitaka kuabudu malaika wakati malaika alimletea ujumbe, lakini malaika akamwambia, kumbuka tu kitu ya kwamba mimi na wewe sisi wote ni watumishi wa Mungu. Usikuje kuona ya kwamba ati mimi ndio wa maana kuliko wewe. Hii ndio shida, lazima tutamaliza uadui. Hakuna vile Mungu aliniumba, alinijua kabla mwanadamu yoyote. Ako na mipango zangu zote. Huyu Mungu ako na kila kitu ya maisha yangu. Afike mahali huyu Mungu alemewa na mwanadamu. Huyu Mungu afike mahali aone kwamba mwanadamu aliyemuumba amekuwa tisho kwa maisha yake, mpaka sasa naanza kukimbilia kutafuta msaada kwa wanadamu wengine wanisaidie, kwa sababu Mungu ameshindwa. Hapa ni hatari. Wapendwa, kama mwanadamu aliumbwa na Mungu, wewe ukaumbwa na Mungu, huyu mwanadamu ako na mipango zake ambazo Mungu alimwekea. Pia Mungu huyu ako na mipango zako tu zenye alikuwekea. Na katika uumbaji kuna Mungu ambaye ndiye muumbaji, na kuna kiumbe ambacho kimeumbwa na Mungu. So kuna kitu ambacho kinanishangaza ya kwamba hiki kiumbe kinafika aje mahali aliyekiumba anaanza kukua chini wa hiki kiumbe. Kile kitu kinanishangaza, hiki kiumbe kinafika mahali kinatawala muumbaji.
Kinanishangaza hiki kiumbe kinafika mahali kinakuwa ndio muumbaji, ndio Mungu mwenyewe. Tunaanza kuchukia mandugu zetu, madada zetu, tunaanza kuchukia majirani na nchi zingine na kabila zingine na kwa sababu ya nini? Uwanadamu. Ufahamu wa kibinadamu nao sometimes ni hatari sana. Kwa sababu gani? Tunatoa hata maandiko, tunasema ya kwamba maadui ndio wanatumaliza. Wacha nikwambie, soma Biblia vizuri na uelewe. Tunaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Mungu mwenyewe anasema ya kwamba yeyote ambaye atakataa mambo yake, huyo ni Mungu. Anasema ya kwamba atamfanya kuwa mwendazimu. Huyu Mungu mwenyewe anasimulia pale ya kwamba atakosa chakula. Mungu anazungumzia yeyote atakuwa mjuaji, atataki kujua Mungu, atamfanya yeye mwenyewe, atafanya kazi lakini hatapata faida ya ile kazi. Huyo mtu atachumbia msichana, ifike wakati wa kuoa, hata wakati wa harusi, hiyo siku ya harusi huyo msichana atatoroka, ama huyo kijana atatoroka. Mungu atamchukua na kupatia mwingine, na huyu mwenye ameshughulika yeye mambo yote atakosa. Tusome Biblia na tuelewe. Tusome tu Biblia upande ambao Mungu anasema ya kwamba atatubariki, atatuinua, sijui tutafanikia, atatufanikisha tunapotoka na tunaporudi, atatufanikisha katika miji na katika mashambani. Hiyo ndio tunataka kusoma. Lakini pia tuangalie upande mwingine. Kweli Mungu hata mwenyewe anasema ya kwamba atatuma mchawi na atakuroga. Wewe tu mwenye umejifanya kuwa muasi hatautaki habari za Mungu. Unajua hii Biblia imeandikwa vizuri na inaeleweka, lakini ujuaji ndio inafanya sisi tunaanza kuwa na waadui na wanadamu, na kuona ya kwamba mwanadamu ambaye wewe mwenyewe unasema ameumbwa na Mungu hana uwezo wote, hana kitu ambacho anaweza punguza na kuongoza kwa maisha yako. Unapokuwa katika kuabudu, inafika mahali baada ya kuabudu unaona huyo mwanadamu atakumaliza. Huyo mwanadamu anafika mahali mpaka anabadilisha mipango za Mungu aliyeweka katika maisha yako. Tunafika mahali tunaanza kuchukiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa sababu gani? Hatuelewi maandiko. Hiyo ndio kazi ambayo nataka kushughulikia. Lazima tutamaliza uadui. Mimi sitaruhusu ati mwanadamu tu kiumbe chenye kiliumbwa kama mimi na Mungu, ati kiumbe kifike mahali kianze kunitishia mimi ya kwamba kinaweza badilisha hata kitu kimoja ambacho Mungu aliweka ndani ya maisha yangu. Na Mungu mwenyewe anasema lolote ambalo alinena kwa maisha yangu, hakuna kitu chochote yeye peke yake ndiye anaweza kubadilisha, yeye Mungu. Lakini hakuna kitu. Alikuwa anazungumzia nini? Alianzia mbinguni. Ni nini kitakutenga na upendo wangu? Je, ni malaika? Hapana. Sasa malaika, mpaka hata wengine tunafika mahali tunaona kwamba malaika ndio Mungu tunataka kuabudu. Hata malaika, hakuna kitu malaika anaweza toa ama kuondoa katika maisha yako. Alianzia pale, akashuka katika hii dunia, akauliza ufalme wa hii dunia ambao ni ufalme wa nimewahi kukufundisha ufalme wa Mungu. Je, mipango zenye Mungu alipanga kwa maisha yako, pasta ni nani akuja aondoe kitu kwa maisha yako? Bishop ni nani? Mimi kama evangelist ni nani? Apostle ni nani? Nabii ni nani? Mwalimu ni nani? Mwimbaji ni nani? Nani hata mwenye ameokoka anaweza kubadilisha kitu yoyote kwa maisha yako, ama anaweza kuongezea? Hakuna. Mungu mwenyewe alisema hakuna. Wale watu ambao tunakimbilia kutafuta misaada kwa wachungaji na kuwafanya kuwa Mungu, hata kuna kitu mchungaji amekwambia atafanya kwa maisha yako, hata maadui watakuogopa. Wapenda, hatutakaa katika uongo kwa hiyo muda. Muda ya uongo naye imeisha. So mchungaji anajifanya kwamba kuna kitu anaweza kukufanyia mpaka hata maadui wako washangae. Washangae nini? Kitu gani mchungaji atafanya? Mungu amesema hakuna kitu yoyote mwanadamu anaweza ongeza na kutoa kwa maisha yako kando na kile ambacho Mungu alikusudia. Hata mimi Mungu akinitumia nikuandike kazi, Mungu akinitumia nikupeleke mahali upate faida, si ya kwamba mimi ndio Mungu. Usianze kuniabudu. Hey my friend. Lakini sasa imefika mahali hata sisi watumishi tumegeuka. Tumekuwa Mungu. Tunataka watu watuinamie.
Kweli, huo ndio ukweli. Inafika mahali hata watumishi wametishia mtu, mpaka mtumishi anaambia mtu, ukitoka katika hii kanisa, ukiwachana na mimi utakufa, utaishi. Hautaishi. Mambo yake itakuwa imeishia pale. Mtumishi tu, mwanadamu kama wewe, anakutishia maisha mpaka unaanza kuogopa. Ati yeye ni pastor, sijui yeye ni mchungaji, sijui yeye ni bishop, sijui yeye ni nabii ameona. Utaisha nini? Wapendwa, mwanadamu hakuna kitu anaweza kuongeza ama kutoa. Kile kitu mwanadamu atafanya kwa maisha yako ni kile kitu ambacho Mungu ndiye anataka kifanyike kwa maisha yako, na Mungu anatumia huyo mwanadamu akataya kubali. So mtu asianze kukutishia hapa bwana, tafadhali. Na lazima tumalize uadui. Hakuna kitu ati mwanadamu ako na uwezo wa kukumaliza wewe. Wewe mwenyewe ndio unajimaliza. Kuna maandiko mawili nataka nikupatie. Katika Deuteronomy, Mungu mwenyewe amesema mtu yote atakayekataa mambo yake na kujifanya mjuaji, nimekuambia chakula atakosa, nguo atakosa, nyumba atakosa, pesa atakosa. Huyo mtu hata mke hata watu, Mungu amezungumza hivyo kwa uasi. Na tena kuna ingine Mungu amekusudia hivyo. Mungu huyu ndiye anatengeneza hata watu na anafanya wakose kuzaa kwa muda fulani, na tena akuje afanye wazae. Hivyo ndiye alifanya hata kwa Sara. Alimfanya asiweze kuzaa kwa utukufu wake. Ndio maana kuna mtu alizaliwa akiwa kipofu, watu wakaanza kusema mama yake ndiye alitenda dhambi. Hapana, tuachana ukora bwana. Mambo ya mama yangu ati ni mganga, sasa hiyo uganga inaweza fanya mimi nikose kuendelea, ni ukora. Mambo ati baba yangu alikuwa mlevi, sasa mimi nimefika mahali sasa hiyo ulevi inaweza kunifanya nikose kuendelea. Sasa baba yangu anazuia mipango za Mungu katika maisha yangu, ni ukora, hiyo ni uganga. Hiyo tumekataa bwana. Mungu wakati alipanga maisha yangu hakupanga ya kwamba yanategemea mama yangu, yanategemea ndugu yangu, yanategemea baba yangu, ama yanategemea bosi yangu ama mtu yoyote. Alipanga maisha yangu akijua kwamba chenye anataka kwanza mimi nimtambue. Wanadamu, tuache kukaa katika dunia bwana tukichukiana bwana. Tuache kukaa katika dunia tukiwa na wasiwasi, hata kuna watu watanimaliza. Ukiwa na wasiwasi, hata kuna watu wengine hawezi andika hata mtu kwa kazi, ako na wasiwasi. Huyo mtu akikuja kumwandika atafanya kazi yake ianguke. My friend, wewe tu ile kitu Mungu alisema kwa maisha yangu, wewe ukuje tu fanye kazi yangu ianguke wewe. Hata kuna mapasta wengine hawezi hata kubali mtu akuje kwa kanisa. Ati muganga, hata huyo muganga akikuja kwa kanisa ataroga, hata washirika watahamia kanisa lingine, mara watu wachana na kanisa. Muganga akuje kwa kanisa mahali tunaabudu Mungu, atoe mtu kwa Mungu amepeleke kwa uganga, huyo mtu ndiye amekubali uganga. Mimi mahali nimefikia hapa sasa hivi, nimeokoka, ninajua Mungu ni nani. Freemason akuje, Illuminati akuje, yani toe kwa Kristo. Bana, mimi mwenyewe ndio nitakuwa nimekubali bwana. Tuache kudanganyia kila kitu tu shetani, na hatuelewi hata shetani yenyewe ni nini. Lazima tufike mahali na tujue kile kitu ambacho Mungu anataka tufanye. Tuelewe. Wapendwa, hatuwezi kukaa katika uongo miaka nenda miaka rudi. Lazima tumalize uadui kwa wanadamu. Mipango zenye Mungu alikupangia, malaika hawawezi. Watumishi wa Mungu wenye waliokoka, mapasta, maevangelist, manabii, mabishop, popu mwenyewe, hakuna kitu anaweza kutoa na kuongeza kwa maisha yako kando na kile kitu ambacho Mungu anataka kumtumia. So mtumishi wa Mungu asikuje kukutishia ya kwamba anaweza kukumaliza. Hapana, wewe mwenyewe ndio utajimaliza kwa kukataa sauti ya Mungu. Sio mimi nikumalize kama evangelist ati niko na uwezo, inamaanisha mimi ni Mungu. Mtu asikuje kukutishia maisha bwana. Hata serikali yenyewe Mungu mwenyewe anasema ya kwamba hakuna kitu kitakutenga. Nimekuambia alianza na malaika ambao wako katika ulimwengu wa roho, akarudi kimwili, ambao ni watumishi wake waliookoka, wenye wataamuka tu na kuanza kukutishia na kukulaani, na unaona ya kwamba hiyo laana itakushika. Itakushika kwa nini? Yale ambao umeyafanya ni ya ukweli, na ya kweli Mungu ameruhusu, because hata katika maisha kuna msamaha. Mtu akikosa kuna room ya msamaha. Unaweza kumlaani, hiyo laana haitamshika hata ukiwa mtumishi. Ukisema ya kwamba umepakwa mafuta, utalaani hiyo mtu, utafanya vitu zako zote na hakuna kitu utaona kikimtendekea. Mungu ndiye anaruhusu kitu initendekee. Uweze niombea ati niende nikufe ajali kama Mungu hajakusudia. My friend, Paulo alisema aje? Sikizeni. Paulo ndiye aligundua
Watu walikuja kutishia Paulo atasihubiri Injili, wakamwambia watamuua, sijui watamfanya nini. Paulo aliwaambia, wapendwa, msikize vizuri, mkiniua msifikiri ya kwamba ni nyinyi, ni Mungu ameruhusu nyinyi mnimalize ikupitia kwa yeye mwenyewe, alafu niende mahali huko. Sio kwanza kuja kunitishia hapa ati mtanimaliza, wanadamu. Paulo akamwambia, ujinga mtafute mahali mnapeleka, na mimi nikiwa hapa mjue kwamba Injili ndio Mungu aliweka ndani yangu, naye nitaendelea kuhubiri. So uwezi kuja kunitishia nisizohubiri Injili, tafuta mtu mwingine. Huyo ni Paulo, alijua mwanadamu hana kitu cha kumfanya bwana kwa maisha bwana. Usiogope mwanadamu na kuanza kutishwa na vitisho zake bwana. Paulo alikataa ujinga. Unanipata? So lazima tuondoe uadui katika maisha yetu. Tuache kuweka uadui katikati ya wanadamu na wanadamu. Hiyo sio makusudi ya Mungu. Adui wa maisha ya mtu ni wewe mwenyewe. Na inatokana aje? Kitu cha kwanza, Kumbukumbu la Torati linatueleza vizuri 24. Mtu anayekataa sauti ya Mungu, yale mambo Mungu amesema hata utapata pesa kwa mfuko, atatuma wezi wakuje wakuibie. Hiyo maandiko hatutaki kusoma. Atakufanya kuwa mwendazimu, hatutaki. Utapanda katika shamba, utapanda hata gorogoro 50. Ndio ukienda kuvuna, unavuna gorogoro moja. Kwa sababu gani? Umekataa sauti yake. Yeye ndiye amesema, si ati mchawi bwana. Wewe ndio umekataa sauti ya Mungu, umejiroga wewe mwenyewe. Alafu unaanza kuzungumzia babu yako, unaanza kuzungumzia nyanya yako na ndugu zako, wanakumaliza my friend. Kama Mungu ameruhusu mchawi akuroge, basi ni wewe mwenyewe. Kwanza umefanya mambo ambayo hayaambatani, sasa wewe mwenyewe ndio umejiroga. Mchawi tu mwanadamu hata amejamia akutuma hali kwa kona fulani ama kwa shimo fulani, anatisha tu mwanadamu mwenzake ya kwamba atamumaliza, mpaka mwanadamu anaanza kutetemeka na kutorokea kwingine na kuona kwamba hata Mungu aliyemuumba hawezi. Mwanadamu ambaye aliumbwa kama yeye amefika mahali amekuwa tisho kuliko muumbaji? Hapana bwana. Hiyo mambo tumekataa, hiyo ukora. Adui ya maisha ya mtu ni wewe mwenyewe, na inakuwa aje uadui? Kukataa sauti ya Mungu, na ndio ushetani. Ukisikia shetani ni nini? Shetani ni wewe mwenyewe unapokataa sauti ya Mungu ile ambayo umefundishwa na ukakubali, na ukafika mahali unageuka unakataa, basi wewe ndio shetani. Cha kusingizia tu kuna mtu sijui kuzimu pale, hapana bwana. Tuachane hiyo story bwana. Tukue tu serious na Injili bwana. Tusiingie tu katika ufunuo za watu na hatuelewi maana yake. Hapana. Maandiko iko wazi katika kitabu cha Mathayo 28. Nendeni duniani kote, hubirini Injili kwa kila kiumbe. Atakayekubali, huyo mtu atakuwa amebarikiwa. Atakuwa huru. Huyo mtu atakaa maisha ambayo yanatakikana. Atakayekataa amelaaniwa. Kulaaniwa nini? Si kujiroga. Atakayekataa, umesikia watakao kataa. Utasikia mama yako akikataa Injili ya wewe, hiyo laana ya mama yako kukataa Injili itakuja kwako. Tuache kudanganya watu. Wapendwa, makosa ya mtoto wako haitakuja kwako. My friend bwana. Kila mtu, Yesu anasema vizuri, abebe msalaba wake, na kila mtu ataubeba msalaba wake. Hapo kitambo ilikuwa makosa, hata mimi saa hii mtoto wangu akiiba na akosekane wanakuja kunishika. Saa hii haiko. Kwa sababu gani? Mwenye makosa ndiye anashikwa. Kila mtu abebe msalaba. Tuelewe Injili. Hata familia yetu yote wakiingia Freemason, wakuwe wachawi, waganga, haiwezi kuzuia Mungu, yule mtu ambaye Mungu ako pale amemchagua ni mtumishi Mungu kufanya kazi yake ndani ya huyo mtu. Hata kwa sababu hii familia yote imekaa katika uganga. Kila mtu akikataa Mungu kwa familia yetu na tukue na mmoja, ule mmoja tu, Mungu ataendelea kumtumia kutimiza mapenzi yake. Mungu atasema kwamba hii familia yote ni wezi, hii familia yote wamekuwa waasi, lakini kuna mmoja ambaye ameamua kufuata sauti ya Mungu. Alafu Mungu anakuja, alafu anasema kwamba kwa sababu ya huyu tu mmoja na wengi wamekataa, sasa naangamiza hata huyu mmoja. Uliza Abraham. Abraham aliuliza Mungu ukweli katika hapo Sodoma na Gomora. Hata tukipata watu 50, 45, sijui 30, alifika mpaka 5. Mungu akasema hata kipatikana tu mmoja, huyo mtu atasimamia wengine. So siku ya leo mtu mmoja aliye katika familia ambaye ameokoka, watu 50 wenye hawajaokoka hata wanamumaliza. Na mtu mmoja anaweza kusimamia hii dunia. Mtu mmoja, hata hii dunia yote ikiwa chafu, mtu mmoja anaweza kusimamia hii dunia. Hata wakati wa Nuhu hii dunia ilikuwa aje?
Nuhu pamoja tu na familia yake ndiyo ilikuwa imesimama na Mungu akaamua. Kwani Mungu hakumaliza mpaka Nuhu kwa dunia mzima? Watu wote walikuwa waovu, lakini Nuhu na familia yake ndio walikuwa wameamua kuambatana na Mungu. Kwa nini Mungu hakusema kwa sababu ya hii dunia mzima watu bilioni 50 ama bilioni 30 wamekuwa waasi, lakini nimepata tu watu 8 hawa, hakuna haja hawa 8 waendelee kuishi? Wapendwa, mtu asikuje kukudanganya ati sister yako anaweza kukumaliza. Mtu asikuje kukudanganya ya kwamba sijui ndugu yako, sijui babu yako, sijui mtu aliyekufa kuna uwezo juu ya maisha yako kukumaliza. Inamaanisha kwamba basi wewe haujui habari za Mungu. Lazima ukajua habari za Mungu, ukazielewe ya kwamba Mungu anapokuwa upande yako, malaika, watumishi wa Mungu, serikali, wanajeshi, polisi, waganga, kila aina yote ya mtu, kiumbe chochote, nazungumzia kitu inaitwa kiumbe, hakina uwezo juu ya maisha yako. So kuanzia siku ya leo, kama ulidanganywa ati yale mambo ambayo unapitia sijui shanti yako ndo anakumaliza, toka ndani ya hiyo maneno bwana. Wewe amini Mungu. Ni mafundisho fulani Mungu anataka kukufundisha umuelewe. Wewe umekataa kukuwa na nia safi uelewe Mungu anakufundisha nini. Sasa umeanza kurukaruka, maadui zangu ndo wananimaliza, na hao maadui ni mama yako. Sasa mama yako ambaye Mungu alitumia kukuleta kwa dunia, tena Mungu huyu anaruhusu mama yako akumalize. Wapenda, tuachane ukora. Injili inaenda kukua straight. Tunaenda kulainisha injili, itakuwa safi. Mimi nakwambia ukweli. Na lazima tutakaa katika hii dunia tukiwa na amani. Tunaenda kaa katika hii dunia watu wakisema ya kwamba hakuna waadui wa wanadamu kati ya wanadamu. Lazima tukawe na upendo. Kwani Mungu anasema ya kwamba sheria ya kwanza ni kumpenda yeye na akili yako na nguvu zako na moyo wako na kila kitu yako yote. Alafu ya pili inafanana kama hiyo, penda mwenzako kama vile unajipenda. Wapendo. Alafu tena alisijui kuna Freemason wametokea mahali wanaanza kukutishia, sijui Illuminati wametokea mahali wanaanza kukutishia, sijui waganga wa kwenyu, sijui babu yako alikuwa mganga sasa alikufa, ile uganga ya babu yako yenye wewe haujui. Wewe ni mjukuu, haujui uganga ya babu yako. Sasa wanakuambia kwa kanisa ndio inakumaliza, na wewe umeokoka. Na Mungu anasema ya kwamba mtu yote aliyeokoka, uchawi hauwezi kupita juu ya huyo mtu. Sasa babu yangu, nyanya yangu waliokufa katika uganga na uchawi, saa hii wanakuja, mimi nimeokoka, wananimaliza nikiwa na Mungu, nimemwamini. Itabidi nianze kuabudu hao watu. Mtu yote kama babu yangu anaweza kuniroga nikiwa kwa Mungu, nitaanza kuabudu babu yangu. Huyo ndiye atakuwa Mungu sasa. Kwa sababu Mungu ambaye niko naye ameshindwa kunizuia katika uchawi. Sasa babu yangu amekuja ambaye yeye ni kiumbe chake na amemutisha mpaka naroga Mungu na Mungu anakufa. Basi inamaanisha huyu babu yangu ndio Mungu. Sasa itabidi nianze kumwabudu. Nitawachana na Mungu, nakwambia ukweli. Nitawachana na Mungu. Kama kuna kitu kinaweza kuja saa hii niroge na niko na Yesu, kishinde Yesu nguvu, basi hicho kitu ndio ninafaa nifuate, kwa sababu hicho kitu ndio Mungu. Yesu sio Mungu. Mimi nakwambia ukweli. Kama mimi kama mwanadamu naweza kuja kwa maisha yako nibadilishe kitu yote moja tu kwa maisha yako, nibadilishe mipango ambayo Mungu alipanga kwa maisha yako. Kama Mungu alipanga ya kwamba utasoma mpaka form 4, hapo ndio mwisho yako. Mimi nikuje nibadilishe ufike class 6, hapo ndio mwisho. Basi wachana huyo Mungu na abudu ni kuja kwangu. Because Mungu chenye alipanga amekwambia kuanzia mbinguni, malaika, wanadamu na viumbe vingine, hata kama ni majini, ni mapepo, havina uwezo wa kubadilisha chochote ambacho Mungu alikupangia. Hatuwezi kukaa katika hii dunia na wasiwasi. Tunaabudu kwa kanisa, hata tukiona mtu wa Freemason ameingia, tunaanza kutetemeka, anakuja sijui anakuja kutumaliza na pete, sijui panda bwana. Na Freemason pia nyinyi mkuwe serious. Mkisema ya kwamba mko na nguvu, mkuwe serious, mfungue holi zenyu. Hii sasa ni ya Freemason, sasa na Illuminati na waganga wengine. Mtu yote ambaye ni mganga na naona ya kwamba kuna nguvu, fungua hiyo holi yako mahali unarogea. Wache kuwe public. Freemason mfungue holi zenyu, muache kuabudu usiku na uganga na
Hata sijui mnaabudu uchi mkiingia na mgongo kwa ibada. Hiyo vitu ni uoga. Hiyo vitu ya kuabudu usiku hivi uchi, hiyo ni uoga. Na kuua watu, hiyo ni uoga. Kama mnajua kwamba mko na nguvu kuliko Yesu, wekeni ibada zenyu mchana. Tukuje pia tuingie ndani, tunataka kuona vile mnaabudu. Sisi ibada zetu zinakuanga mchana. Na hatukatai mtu kuingia. Wewe mradi umekuja, unajua mahali kanisa liko, kuja ndani, ingia tuabudu. Sisi hatuna uoga yote na wewe. Lakini nyinyi Freemason wenye mnasema tumeko na nguvu sijui kuliko Yesu, wenye mmetishia dunia na Illuminati na propaganda zingine hapa na makundi mengine ya ujinga kabisa, ndio natishia Mungu. Mmekuwa waoga. Kitu cha kwanza, ibada zenyu mnazifanya usiku. Kitu cha pili, hamujaweka ibada zenyu zikuwe public. Hamujatoa advertise ya kwamba hapa hii ndio hall ya Freemason, mkuje mchana muweke ibada. Tuko tayari kuingia hapa na tutahubiri Injili, hata muweke madhabahu. Sinyi mnakujanga kwa kanisa mahali tuko na mnakaa kwa kanisa kwa viti zetu, hata paka mnasimama kwa madhabahu na mnatoa ushuhuda ya uongo hapo mkifariji watu kwamba lakini ya Freemason nao pia nao wamenifurahisha hawa jamaa. Jamaa Freemason wananifurahisha sana. Kumbe ndio watu wa uoga. Lakini ukiwaangalia nje ndio watu wanajifanya ati ni tisho. Mkiwa tisho, fungueni holi zenyu. Mimi nakwambia mtu yote ambaye ako Freemason na Illuminati, tafuta mtu mwingine utatishia. My friend, tafuta mtu mwingine. Sisi kanisa letu linakuanga wasi mchana. Na imeandikwa church. Na tumewelcome kila mtu kuja hapo ndani. Na kama uliingia Freemason na Illuminati, wakakudanganya ati ukiingia Freemason na Illuminati hakuna kutoka, ati ukiingia pale kutoka ni kifo, my friend, ulidanganywa. Toka hapo mahali, kuja mahali tunaabudu, endelea kuabudu Yesu. Na usikuje pale ukingojea lazima nikufanyie deliverance. Ni uamuzi. Wakati uliingia pale Freemason, uliingia peke yako na uamuzi wako. Usingojea hata kwamba ukikuja kwa kanisa lazima tena nianze kukutoa mapepo, uanze kutoka hapo na damu, sijui nikutolee unabii, sijui nifanye usarakasi hapo. No. Wewe ndio uliingia pale, vile vitu ambavyo umefanya pale unajua, wewe toka tu kuja kwa kanisa mahali Yesu anaabudiwa, tuendelee na ibada. Usikuje ukiwa unatarajia deliverance, hapana. Mimi wakati nilienda kwa mganga nilienda mimi peke yangu. Vile vitu mganga alinifanyia na akanidanganya vyote havikufanya kazi. Danda wakati nilitoka pale, sikurudi kwake na sikukuja kwa kanisa, sikufanywa deliverance. Sikuanguka chini kuanza kusema ati huyu mganga alinipatia kamuti, huyo mganga sijui alinifanyia nini, sijui toka uende. My friend, nilitoka kwa mganga na nikajua ya kwamba hakuna kitu atanifanyia because alishindwa. Watu wa Freemason walishindwa. Because waganga ni grupu moja na Freemason, watu wa Illuminati. Walishindwa, nilienda kwao wakashindwa. Sasa usikuje kunitishi yako na mtu wa Freemason. Unasikia? So, katika hii dunia tunajua Mungu chenye alikupangia ndio hicho. Wacha kuchukia anti yako, wacha kuchukia babu yako, wacha kuchukia mapasta, wacha kuchukia watu, wachana wanadamu bwana, penda wanadamu. Sheria ya Mungu, penda yeye, alafu penda wanadamu kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe na unavyopenda Mungu. Ndio maana Mungu anasema vizuri, yeyote ambaye anasema kwamba anampenda na anachukia huyo mwanadamu mwenye ako hapo na yeye, anamchukia huyo mtu hapendi Mungu. Sinaanza kututishia hapa na mambo ya kwamba Freemason sijui Illuminati sijui makundi gani. My friend bwana, hayo makundi ni ya uoga, kwa sababu ibada zao ni za usiku na hawajafungua holi zao tuingie ndani. Hata sisi wanakuja mpaka wanaona vile tunaabudu. Fungueni bwana, muone ibada na mfanye ibada zenyu zote. Kama mnachinja mtu mweka hapo kwa meza tuone vile anachinjwa. My friend, mapana kwanza kututishia hapa. Tuendelee kukaa katika uoga miaka nenda miaka rudi. Haiwezekani. So sahi hii topic nataka kuendelea nayo, lazima tunamaliza uadui. Wewe mwenye umepata leo tu imekuwa tu introduction ya kukueleza ya kwamba kitu yoyote ambayo Mungu alisema kwa maisha yako, hakuna mwanadamu yoyote atabadilisha. Uacha kwanza kuchukia watu, unafaa kuelewa kwamba ni mafundisho. Hiyo ndio kitu unafaa kuelewa, ni mafundisho. Nitaanza kukueleza kila kitu. Na nimekuambia adui ya kwanza wa maisha ya mtu sio Freemason. Sio laana ya mtu mwenyewe. Ni mtu mwenyewe. Nimekupatia mistari 2. Endo some Kumbukumbu la Torati 28.
Soma vile inaanza mpaka vile inaisha. Utasikia Mungu anaeleza mtu yote ambaye anakubaliana naye na kufuata sheria yake vile atamfanyia. Utapata pale. Ukimaliza hapo, kuja tu soma mstari wa Mathayo 28. Soma tu pale. Mungu anapotuma watu, wanafunzi wake waende kuhubiri Injili. Soma hata Marka 16. Sikia vile Mungu anakuambia. Kuanzia 15, 16. Soma pale, sikia anasema nini. Nendeni duniani kote, hubirini Injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini amebarikiwa. Atakayeamini mtu mmoja. So usianze kutishiwa ati kwa sababu ya mtu mmoja mwenye amekataa mambo ya Mungu, huyo mtu ana affect maisha yako. Hapana. Hata katika kanisa, wacha nikwambie, wewe tu hapo kama umeamua kusimama na Mungu, hata kanisa lote likikaa katika dhambi na wewe mwenyewe umeamua kukaa katika utakatifu, wewe mwenyewe Mungu atadili na wewe kivyako. Mungu atakubariki tu wewe katika hiyo kanisa ambayo imejaa watu na dhambi. Wewe utaendelea tu kufaulu. Usifikiri ya kwamba ati wale ambao wanatenda dhambi watazuia baraka ya Mungu kufika kwako. Hapana. Hiyo haiko. Hiyo ni uongo. So lazima tutamaliza uadui. Ile chuki ulikuwa umewekea ndugu zako, endo toe. Chuki ambao uliwekea dada zako, uliwekea familia kwenyu, chuki ambao uliwekea bosi yako, chuki ambao uliwekea mfanyakazi wako, chuki ambao uliwekea pastor, uliwekea president, sijui uliwekea polisi, sijui uliwekea jeshi, uliwekea waganga, wachawi, chuki yoyote ambao uliweka mahali, enda utoe leo. Jua ya kwamba shida ya mwanadamu sio mtu mwingine, ni yeye mwenyewe kwanza. Wale wengine Mungu anawatumia waingie kwa maisha yako, wakunyoroshe ukuwe sawa vile Mungu anataka. Hii topic tunaendelea nayo. Bwana. Wewe endelea tu kukaa hapo bwana. Topic tutakuwa tunaendelea nayo bwana kila jioni, ili tuendelee kujua ukweli kuhusu ya kwamba kumaliza uadui kwa wanadamu tutajua, na tukae katika watu katika njia ambayo ni safi. Tukae katika njia ambayo Mungu alikusudia, sio kukaa katika hali ya wasiwasi. Wasiwasi wachana nayo, tulia kwa Mungu. Mungu atakutenda mema. Wenye mmepata hii ujumbe huu unaendelea kupeperushwa katika mitandao mitatu. Mtandao wa kwanza ni huu ambao unausikiliza ujumbe, mtandao wa Facebook. Channel yenyewe iko hapo, Believe Obey. Katika TikTok, mtandao huu umeandikishwa katika jina la Believe and Obey Jesus Only. Ukienda katika mtandao Facebook and TikTok, tafuta Believe and Obey Jesus Only. Injili hii inapeperushwa pale. YouTube, tafuta channel ambayo imeandikishwa Believe and Obey the Only True God. YouTube channel Believe and Obey the Only True God. Facebook Believe Obey. TikTok Believe and Obey Jesus Only. Hizo ndio channel ambayo hii injili inapeperushwa pale kukusaidia wewe na mwingine. Na ukipata hii injili imekusaidia, unaipeperusha kwa mwingine. Hiyo ndio kazi ya injili. Mungu alisema kwamba injili ya ukweli itahubiriwa duniani kote. So injili ukiipata usijiwekee, peperusha kwa mwingine. Hata kama ulikuwa mganga, usijivune sasa leo. Nimekuambia hakuna nguvu yote uko nayo ya kutishia mtu. So tunaendelea kuhubiri injili ya kwamba kumaliza uadui kwa wanadamu. Tukae katika hii dunia na amani na furaha. Tusherekee mipango za Mungu zenye aliweka katika maisha yetu. Wale ambao umepata hii ujumbe, Mungu akapate kuwabariki. Na zaidi ya yote, tukae katika mapenzi na katika mipangilio za Mungu. Mungu awatende mema. Amen.